tutaenda kufanya vitendo katika dhamana ambayo nimepewa na Mheshimiwa Rais. Hii nipeleke ujumbe kupitia wananchi wa Shinyanga, si ndio? Niseme nisiseme? Ndugu zangu, mbali na kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu na Mheshimiwa Rais, nitapenda kusema machache juu ya masuala ya ulinzi na usalama wa taifa letu. Masuala ya ulinzi na nini? Na usalama wa taifa letu. Ili iwe na sifa ya kuwa nchi, lazima iwe na katiba, lakini pia lazima iwe na sheria zinazotungwa zinatokana na katiba. Lazima ifuate misingi ya kisheria ya utawala wa sheria, heshimu na uheshimu wa haki za binadamu. Lazima nchi hiyo iheshimu mifumo ya kidemokrasia na lazima isimamie misingi ya utawala bora. Katika kipindi ambacho hakikudhaniwa, nchi yetu ilitaka kuingia kwenye majaribu ya watu wachache. Majaribu haya yalipelekea kwenye namna fulani kutaka kuhatarisha usalama wa taifa letu. Usalama wa taifa ni pamoja na haki ya watu kuwa salama, kuishi, kuwa huru na kufanya majukumu yao vizuri. Haki za kiuchumi, kuendelea kufanya majukumu yao vizuri katika sehemu ikiwa salama. Haki ya kumiliki mali na zikawa salama na zikalindwa na serikali. Wananchi wanayo haki, na ni jambo la kiusalama kuhakikisha wanapewa huduma za afya. Wananchi wanayo haki ya kutengenezewa miundombinu mizuri na serikali yao, likiwa ni jambo la kiusalama. Wananchi wanayo haki ya kuhakikisha wanaelimishwa na kupata elimu kwa mifumo iliyowekwa kwa mujibu wa sheria. Wananchi wanayo haki ya kuabudu. Wananchi wanayo haki ya kuchagua serikali yao. Wananchi wanayo haki ya kusimamia misingi, na wananchi wanayo haki ya kuheshimu na kutii sheria. Kwa hiyo haki zote hizi zina misingi hiyo, na msingi wa utii wa sheria unaendana na utii ule, utawala wa sheria unaendana na utii wa sheria, tena bila shuruti. Msingi wa haki unaendana na kufuata sheria, taratibu na kanuni, na ndiyo maana utaona kila mahali kuna masharti na vigezo. Wananchi oye! Uongo kweli? Hata kwenda mbinguni tunahitaji masharti ya kuishi kwa wema duniani. Pepo tunaiandaa hapa. Uongo kweli? Kanisani tukienda tunaambiwa kuna amri 10 za Mungu. Uongo kweli? Katika kule misikitini tunaambiwa kuna misingi ya nguzo 5. Uongo kweli? Lakini wangapi tunapata zile nguzo 5? Wangapi tunapata amri 10 za Mungu, wakati ndiyo njia na tiketi ya kwenda mbinguni? Vivyo hivyo hapa duniani, ili tuishi, tuna wajibu wa kufuata sheria na kuzitekeleza na kuzitii, si ndio kweli? Ndio, sio? Kama yale yasingefanyika na nchi zote zisingekuwa na utaratibu wa msingi wa kusimamia sheria, tafsiri yake kungekuwa na vurugu au fujo. Uongo kweli? Kwa hiyo ndio maana msingi huo tumepewa jukumu la kusimamia haki za wananchi, uhai wa wananchi, usalama wa wananchi, mali za wananchi. Tukilegalega katika kuyasimamia hayo, hakuna mtu ambaye ataweza kuishi kirahisi, kwa sababu mwisho wa siku, ili uishi unahitaji uchumi. Uongo kweli? Ili efugoyeo zugwambo, heshimu majukumu na taratibu zinazofanyika katika nchi yetu. Msingi wa kwanza, wote tunafungamanishwa na sheria. Kwa Mungu wote tunafungamanishwa na nini? Na Biblia takatifu ambayo ina amri 10 za Mungu. Uongo kweli? Katika sisi Waislamu tunafungamanishwa na nguzo 5, si ndio? Na nguzo 5 ziko kwenye Qur'ani tukufu. Uongo kweli? Vivyo hivyo. Kwa kwenye msingi huo, ni waombe wananchi wangu wa Shinyanga, lakini ni wapongeze, mmekuwa kielelezo
cha kusimamia na kufuata taratibu na sheria, na ndio maana mnastahili. Sisi serikali yenu tutawahurumia kwa nguvu zote, na Samia yuko hapo kuweza kuhakikisha mnapata haki zenu zote za kiraia. Na mimi sasa ni sehemu ya uongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama. Ndugu zangu wa jeshi la magereza niko nao, jeshi la polisi niko nao, jeshi la zimamoto na uokoaji niko nao, jeshi la uhamiaji au idara ya uhamiaji niko nayo, NIDA niko nao mimi, taasisi zote za dini, Uislamu au Ukristo, na hata ile dini ya babu yangu na renayo dohu angotene ndiye msajili wa nini, wa taasisi za dini. Uongo kweli? Ndio wizara ya mambo ya ndani. Kwa hiyo lazima katika kushughulikia na taasisi zote zilizopo Tanzania za NGO zile wanaziita asasi ziko hapa na zinasimamiwa kwa mujibu wa sheria na mtu kutoka Shinyanga ambaye mmemchagua nyinyi, jipigieni makofi. Kwa hiyo kwa kufuata msingi huo na hayo niliyoyaeleza, ninaomba sana kwa hatua ya sasa ni kuomba na kutahadharishana tufuate taratibu ili wananchi wetu wawe wanufaika. Kama tutafanya vurugu iwe kwenye maeneo yote niliyoyataja, kama kazi haitafanyika na hata maeneo mengine, na kuna maeneo mengine mimi naingia pote. Uongo kweli? Hata wizara nyingine zote naingia, ikiwa na jinai tu umemkaribisha Katambi. Uongo kweli? Kukiwa na mambo ambayo nipo kula pingu ndani. Uongo kweli? Umekula hela za wananchi na au sio? Ndio kazi ambayo tutaifanya ili mwisho wa siku rais kwa tabasamu aliloliahidi kwa wananchi wake likatimie. Wa mamlaka na madaraka kwa niaba ya Mheshimiwa Rais tunafanya vile ndivyo sivyo, tunapoteza labda wakati mwingine uaminifu. Sisi tukawe sehemu ya kumsaidia rais ili wananchi wake waweze kuhudumiwa vizuri. Uongo kweli? Wangapi wanasema sisi viongozi tukawe waaminifu na tukatende haki kwa wananchi wetu wote? Lazima tufanye hivyo kwa sababu Mheshimiwa Rais kazi yake yeye kubwa ni kuratibu nchi kwa ngazi ya juu. Uongo kweli? Lakini hapa Shinyanga amempa mtendaji wa kijiji, mwenyekiti wa mtaa, kitongoji na kijiji. Uongo kweli? Amempa madaraka yake afisa tarafa asimame kwa niaba ya rais, si mfanyakazi wa serikali. Amempa madaraka yake mkuu wa wilaya, madasi tunaye, umepewa mamlaka usimame kwa niaba ya rais. Uongo kweli? Amempa madaraka mkuu wa wilaya, amempa madaraka rasi, amempa madaraka mkuu wa mkoa asimame hapa wakati rais akiwa yuko kule Dar es Salaam anafanya majukumu mengine au Chamwino. Tukipewa viongozi wa serikali madaraka, kila mmoja atimize wajibu wake akijua cheo ni dhamana. Tunyanyue mabega, tusijibimbishe matumbo. Tufanye kazi ya wananchi kwa niaba ya rais. Hawa wananchi hawa wangetamani kumwona Mheshimiwa Rais kila wakati, lakini rais hawezi kuwa kila mahali kila wakati. Uongo? Maeneo mengine amechagua watu wa kusimama kwa niaba yake. Sasa sisi kina Katambi, acha tuseme kabla hawajanitumbua, nasema haraka haraka haya, si ndio? Chuki tunapandikiza kwa taifa. Sasa hivi ukiona habari mbaya, mtu ameanguka na gari, ndio ya kufurahia. Uongo kweli? Badala ya watu kwenda kusaidia, wanachukua video majeruhi badala ya kuwabeba na kuwasaidia kwenda hospitali. Uongo kweli? Tukisikia mtu fulani ameanguka, amefukuzwa kazi, ni jambo la kushangilia. Uongo kweli? Tumeanza kuondoka kwenye tamaduni na desturi za Kitanzania. Uzalendo wetu unapotea, taifa letu linapotea, maadili ya taifa yanapotea. Hakuna jambo la hatari, bora ukimwi uwepo, kwa sababu kuupata ni chaguo lako. Kuna njia za kujikinga. Uongo kweli? Lakini pia bora korona ije, kwa sababu korona kuna namna ya kujikinga na barakoa zipo. Uongo kweli? Lakini mtoto aliyemomonyoka maadili, mtoto wa kiume akaanza kuwa dada, unamtibu kwa nini? Maadili yanavyomomonyoka, viongozi wanaanza kuwa wala rushwa, unalitibuje?
East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania. Kutoka ndani ya kina cha ardhi, kazi ni jasho, kazi ni bidii, kazi ni uthubutu wa kweli. Lakini kila shujaa anastahili zawadi ya ushindi wake. Basembi, bia ya mashujaa, bia ya kazi, bia yenye ladha kali isiyosahaulika. Haina hangover, ina nguvu. Ni chaguo la wanaume wanaofanya kweli. Basembi Extra Lager, kazi imeisha, sasa ni muda wa ladha safi.